Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabla ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nitushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii, na sitachoka kusimama, nitaendelea kuuliza na kutoa hoja zangu kadri nitakavyoweza, kwa sababu hapa nipo kuwakilisha watu wenye ulemavu kwenye nchi hii. Lakini kwanza nipongeze Wizara ya Elimu na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akifanya ndani ya Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba anajenga mashule, lakini pia kuhakikisha kwamba anajenga shule jumuishi kwa ajili ya watoto wetu wenye ulemavu. Lakini pia kuna shule ya wasichana mpya nimepata kusikia jumuishi kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Nipongeze kwa hilo pia. Na niwapongeze sana Wizara ya Elimu kwa kazi yenu kubwa na nzuri. Nina furaha kubwa kuona kwamba nimeona kwamba kuna miongozo 9 ndani ya Wizara ya Elimu ambayo imehusisha ujumuishaji wa watu wenye ulemavu. Niwapongeze sana. Niseme mmenitia nguvu, kwa sababu hii itaenda kurahisisha utoaji wa elimu kwa watu wenye ulemavu ndani ya nchi hii. Na masuala yanayohusiana na elimu, tunaambiwa elimu ni ufunguo wa maisha. Bila elimu manake hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya na ukaeleweka unafanya. Kwa hiyo nishukuru sana Profesa Adolf Mkenda kwa kazi yake kubwa, na dada yangu Mheshimiwa Naibu Waziri Wanu, na imani nanyi na naamini nyinyi mtakuwa mabalozi wazuri kwa ajili ya wanafunzi na watoto wetu wenye ulemavu. Lakini naamini pia mtasimamia vizuri hii miongozo na kazi hizi ziweze kwenda vizuri, ili watu wenye ulemavu waweze kujumuishwa vizuri kwenye mashule yao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe nichangie mambo kadha wa kadha kama matatu hivi. Kwanza, narudia tena kuomba sana serikali yetu iweze kujenga shule kila mkoa, shule jumuishi kila mkoa, ili kuweza kusaidia wazazi wa watoto wenye ulemavu, kuwapunguzia ule mzigo wa kuwapeleka watoto wao mashuleni na umbali ambao wanajikuta wanakwenda katika hali ya umbali. Ni vizuri kujenga shule hizi ili kupunguza gharama. Mfano hai, mimi nilikuwa naishi Zanzibar, lakini fikiria nilikuwa nasoma Tanzania bara. Na hapo shule ya msingi sisi tunasoma miaka 10. Na hapo unatakiwa ujiunge na sekondari. Umri unakuwa umekwenda. Kwa hiyo ni changamoto. Ukiacha tu kupunguza gharama, lakini pia tunapoteza muda mrefu. Kwa hiyo niombe sana kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu, hizi shule ziweze kujengwa katika kila mkoa na kila wilaya. Lakini kingine, kuhusiana na swala zima la lugha ya alama, ningeomba sana Mheshimiwa Waziri, lugha ya alama iweze kufundishwa kama lugha rasmi mashuleni, kuanzia shule ya awali, msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu, iwe kama somo rasmi. Mimi naweza kusema nashangaa wakati mwingine tunakuwa na wakufunzi, tunakuwa na walimu, lakini sana najiuliza wanafanya kazi gani kama wanataka kujumuisha watoto wenye ulemavu, wakati huo hawawezi kuwafundisha kwa njia ipasayo. Kwa hiyo natamani sana kuwe na ujumuishaji, kwa maana walimu wapo, wakufunzi wapo, lakini kuna umuhimu sana wa kuweza kuwawezesha hawa waweze kufundisha watoto wetu. Lakini pia niombe serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudie tena kwa unyenyekevu tena. Nafahamu kwamba kuna wakurugenzi Wizara ya Elimu, lakini kuna kitengo cha watu wenye ulemavu. Ningeomba sana ofisi ya mkurugenzi ya elimu maalum katika Wizara ya Elimu iweze kutupa ushirikiano wa hali ya kutosha, kwa sababu hamwezi kufanya peke yenu. Lazima tushirikiane na watu wenye ulemavu ili kupata mawazo na kuweza kuwasaidia nyinyi kujua ni namna gani mnaweza kuboresha mifumo ya elimu hapa Tanzania. Kuna umuhimu sana wa kutushirikisha. Lakini pia swala lingine ni kuhusiana na mitaala ya elimu. Kwanza nipongeze kwa kuweka mtaala wa elimu mpya, ni hatua kubwa. Lakini niseme kwamba watu wenye ulemavu, kuna vyama 12 kama sikosei, au vyama 13 ambao kuna ulemavu wa aina tofauti. Hii sio rahisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi, narudia tena, viziwi sisi tunasoma miaka 10 shule ya msingi. Fikiria watu wenye ulemavu wengine hali yao inakuwaje, kwa sababu tunasoma hivyo kutokana na uhitaji na utofauti wa ulemavu wetu.
Kwa hiyo wakati mwingine inatumia ngumu sana kuweza kukamilisha elimu zetu kwa ufasaha kwa sababu tu ya uhitaji na changamoto zetu. Na niseme kwa sisi kundi la viziwi tuna hali ngumu huko mashuleni. Kwa hiyo wakati mnaboresha mitaala na wakati huo huo mboreshe namna ya usahihishaji kwa ajili ya watoto wetu wenye ulemavu. Na hiyo tunahitaji kuiangalia vizuri zaidi kwa sababu sisi viziwi kuna namna Kiswahili chetu hakijanyooka. Kwa hiyo tunapoboresha tuboreshe na namna ya usahihishaji wetu. Lakini niombe sana tunaposhirikiana na wadau wa elimu wakati wa kuandaa hii miongozo au program mbalimbali za elimu, ni vizuri tuweze kushirikishwa kwa sababu sisi ndo tunajua viatu vinatubana wapi. Kwa hiyo mimi nimesafiri mikoa kadha wa kadha, nimefanya ziara na kuona shule kadhaa za watu wenye ulemavu. Ni Mungu tu atusaidie. Lakini na nimeona namna ambavyo mama amejitahidi kujenga shule nzuri ambazo ni jumuishi na ana upendo na watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo niombe sana kuna maeneo ambayo miundombinu bado haijakaa vizuri iweze kuboreshwa ili watoto wetu waweze kusoma vizuri. Lakini pia tupo kwenye mpango wa bima ya afya kwa wote. Ni vizuri watoto wetu wenye ulemavu waweze kupatiwa hizi bima wanapokuwa kwa mashuleni kwa sababu wana uhitaji mbalimbali. Niombe sana Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Afya kushirikiana na TAMISEMI muweze kuliona hili kwa utofauti. Hususan kuna watoto wetu ambao wako huko maboarding wanahitaji sana hizi bima za afya. Lakini kuna shule moja ipo Katumba, ni Katumba Primary School, iko Tukuyu Mbeya. Hii ni shule jumuishi lakini hali yake ni mbaya. Walimu ni wachache, hawajitoshelezi kuweza kufundisha watoto wetu wenye ulemavu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona mimi niko tayari kutumika. Niko tayari, naweza kusema niko tayari kuwa mtumwa. Nitumeni tuweze kusaidiana kuweza kuboresha elimu yetu hapa Tanzania. Mimi naongea hivi kwa sababu kiatu kinanibana mimi mwenyewe. Nafahamu na wakati mwingine nakosa usingizi, najiuliza watoto wetu wenye ulemavu wana hatima gani huko mbele. Kwa hiyo tunapofikiria haya mambo tusiyachukulie in a simple way. Ni vizuri sana tuweze kuwa na data kamili ya watoto wetu wenye ulemavu hapa Tanzania wa aina tofauti tofauti ili tuweze kwenda vizuri. Bila hivyo hatuwezi kwenda vizuri. Ni sawa tuna vifaa saidizi, nimesikia hapa kwenye hotuba kuna vifaa saidizi, lakini hivi vifaa saidizi tuna uhakika gani vinawafikia watoto mbalimbali kwenye mikoa tofauti tofauti? Ni vizuri tusiishie tu kusema watoto wenye ulemavu kuna mahitaji maalumu, kuna vifaa saidizi. Hapana, tuvitoe kwa mgawanyo sahihi. Kwa maana hiyo tunahitaji data kamili. Viziwi wako wangapi? Wanapatikana mikoa mingapi? Watu wenye ulemavu tofauti tofauti wako wangapi? Hilo ni la muhimu sana. Lakini pia ni vizuri kufahamu namna ambavyo mnatekeleza majukumu yenu katika Wizara ya Elimu, kuwafahamisha vyama vya watu wenye ulemavu ili kuweza kuwapa ushirikiano wa kutosha. Niseme nashukuru sana na niwashukuru sana Wizara ya Elimu. Lakini Wizara ya Elimu ya hapa Tanzania bara na Zanzibar kuna umuhimu sana wa kulink ili muweze kubadilishana uzoefu, kuona kule wanafanyaje na huko wanafanyaje, kuboresha hali halisi ya elimu yetu hapa Tanzania kwa watoto wenye ulemavu, kwa sababu bado tuko nyuma. Nalia sana kwa sababu huko ndo nyumbani, na nalia huko nyumbani kwetu Zanzibar pia hali mbaya kwa watoto wenye ulemavu. Pemba kule watoto wenye ulemavu hawako kabisa mashuleni. Kwa hiyo niombe sana tuweze kuungana Tanzania bara na Zanzibar kuweza kutekeleza elimu yetu na kuifanya kuwa bora kwa watoto wetu wote. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana. Mungu awabariki. Asante sana. Wasimamie kwenye utekelezaji majukumu yenu. Asante. Asante sana Mheshimiwa Nasria Nasir Ali.